Sasa kuna wakati Mungu anaweza kumfanya mchungaji wako kuwa Farao, akaufanya moyo wa Farao wako kuwa mgumu, lakini Mungu anakutengeneza wewe. Na ndio maana sio kila wakati mchungaji anakuchukia ni kwamba shetani anaingilia. Kuna wakati mwingine Mungu anaugeuza, anataka kuona ule upinzani unaweza kuvuka. Acha mchungaji, kuna watu ndio wategemea kanisa, waliotoka kanisani, wanaweza wakawa kinyume chako, lakini bado Mungu yuko upande wako. Na hichi kipindi ambacho watu wengi huwa wanagiva, wasema kama ni hivyo tuache kusali, niache kuanguka sana. Mimi nataka kufundisha hili ni vipindi ambavyo Mungu anawapitisha watu kwa ajili ya kuwafikisha kwenye destiny zao, kwenye haki za maisha yao. Kwa hiyo unaweza ukaona unapitia kipindi cha upinzani, Yeriko imesimama mbele yako, ukiangalia mbele ukuta hakuna kupita, kila mtu anaangalia kanisani anakuchukia. Hivi yeye mshakupita kipindi cha kuchukiwa? Yaani kila mtu kanisani anakuchukia, hakuna anayependa. Alafu Mungu anambia baki hapo. Baki hapo kanisani. Maana kwa Mungu, hiki kipindi ndio watu wengi sana hapa kanisani na wao pia hawaami vizuri. Sasa ukitokea hicho kipindi Mungu amekiruhusu Rebeka, alafu unaondoka unaenda cheche nyingine, huo una uhakika Mungu hawezi kuvunja daraja, ni mpaka ataruhusu mtihani mwingine unaokwenda. Ukivuka ndio lazima hatua nyingine. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu. Hatua ya nne ni hatua ya kuthibitishwa. Ukishachukiwa sana, ukiona umepita stage umechukiwa sana, uko karibu kumwagiwa mafuta ya kuthibitishwa. Na ukiona unapongezwa sana, ujue uko hatua ya kwanza kabisa ya wokovu. Ukiona kanisani kila mtu shangwe zimejaa nyingi, kaulize Yesu alipokuwa anaingia Yerusalemu walimshangilia. Alipoikaribia testi ya ukombozi pale Yerusalemu, walikuwa wanyamazisha watu hapo, wakamchukia. Ndio hiyo basi tunasema alipoanza safari, alipoonyesha mafanikio, na watu wengi hawajui. Ukiona umekaa kanisani afu ghafla unashangaa vita imeinuka kushoto na kulia, kila kona upo karibu kufika Yordan. Yordan ni mahali ambapo Yohana anasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Hapo ndio mahali ambapo Mungu anasema huyu ni mtu wangu, msikilizeni yeye. Ngoja niwaambie kitu cha kiroho sana. Yesu alithibitishwa mara mbili. Mara ya kwanza akiwa anaingia Yordan, Yohana alitumika akasema, iwaje nyuma yangu mtu ana nguvu kuliko mimi. Alipoanza kuja akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu alichukua dhambi ya ulimwengu. Wakati anabatizwa, sauti ikatoka juu, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni. Hiyo ilikuja kurudiwa wapi? Wakati Yesu alipanda mlimani na wale mitume watatu, Petro, Yakobo na Yohana, wakiwa wametoka Musa na Elia, waliposhuka pale. Yakobo, Petro akasema, tujenge vibanda vingapi? Kimoja cha kwako, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Wakati wanaongea hivyo, sauti ikatoka juu. Wakati huo ndio karibu kabisa kwenda kwenye kanda, anasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Maana msiongea kwenu. Na naomba nikwambie, wanasema hivi, ukiona giza limekuwa zito, ujue kuna pambazuka. Watu wengi huwa wanapoteza baraka zao kwenye makanisa wakati wanapoona vita inainuka zaidi. Na kuja kufundisha mwili na tohara, nitakufundisha watu wanne, ili siku utakapoona Mungu amekufikisha Bethel kwenye ibada utaabudu vizuri tu. Kuna wakati Mungu atakupeleka mahali kwenye tohara, kivya ni mahali ambapo utataibiwa. Mungu ataondoa kila aibu zote, hata kama ulizikumbatia kwa muda mrefu, Mungu atazifua ndani yako. Akishazifua atakwambia nimefua aibu, ngoja nione kama unaweza kupigana vita ukapata tena vikwazo ukashinda. Ukivuka Yeriko unakutana Yordan hii. Na ndio maana wakati wa Yordan, wakati baada ya kuvuka tu Yeriko, Elia alimwambia Elisha, omba lolote nitakupa. Hakuambia siku ya kwanza tu Bethel kanisani ibada, hatuambiani watu omba lolote. Gilgal ni maumivu, huwezi kumwambia mtu omba lolote. Yeriko huwezi kumwambia mtu omba lolote. Yordan inapoikaribia Yordan, Mungu anamwambia nani? Elia anamwambia nani? Elisha, omba lolote nitakupa. Kwa sababu sasa umefika mahali wewe uzuiliki na kitu chochote. Uzuiliki na kitu chochote. Nilikuwa nawaambia hivi wachungaji kama hao, nyinyi mnapaswa kuwa muandaliwe pondwe kweli kweli. Kuna washirika ni vichaa huko, wana matusi, wana masengeni, watakutungia habari mbaya hata hujafanya. Unatakiwa uwe na moyo uliopondeka. Yaani ni mtu, na unajua basi ukiwa na hasira, kuna watu huwezi kuwasalimia kwa nafariki.
Kwa sababu kuna watu wanavua nguo zote barabarani. Alafu kesha baba, nina kichomi baba. Sasa kama Mungu akutahiri moyo, niamini ninachokuambia, hapa ndipo asema kwanza kujali. Na ndio maana ni muhimu ukiwa pasta kupita hizo hatua nne za kiroho. Ni hatua muhimu sana, kwa sababu unaenda kuongoza watu ambao wana tabia tofauti. Na usipokubali kupita hizo hatua nne za kiroho, za kubali kutahiriwa, kubali kupita kwenye vikwazo. Na ndio maana wakati mwingine unaona kama watu ni chapa na wakala watu wengi wanamdharau. Angalia, unaenda kudharauliwa pia. Yesu akasema ikiwa ulimtendea mtu mbichi, watautendea mtu mkavu. Ni sawa sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi nawasaidia hapa kwenye somo hili la tohara ya kiroho? Jiwe langu liko hapa bado, nitaendelea kuwatahiri watu kadiri Mungu atakavyoniongoza mpaka nihakikishe kanisa la Mungu limepata tohara. Sema amen. Amen. Pesa makofi.